Kuachana ni jambo la kawaida kwa watu wanaopendana, lakini mwanaume huyu alifanya jambo lililowastaajabisha wengi. Haina shida paski ndakufanyia vyote. Mimi gisi nilikuwa napenda mtoto wake, ikaniluma sana. Nilitoa kama decisions za mingi, nikawaza vya mingi. Na kujiua, nitafuta jiua. Kwani alimwacha mke wake, lakini amini usiamini, alimwacha mke wake na kuamua kuwa na mama yake mkwe. Ndiyo, umenisikia kwa ufasaha. Hakuwa tu na uhusiano wa kimapenzi na mama yake mkwe, bali pia alihamia na kuanza maisha mapya na mama yake mkwe. Ndugu yake, mke wake na familia nzima waliingia katika hali ya mshangao mkubwa, na maswali yasiyokuwa na majibu yakaanza kuibuka. Je, alikuwa chini ya ushawishi wa kitu gani? Na kwa nini mwanaume huyu achague kuwa na mama yake mkwe badala ya mke wake? Baada ya kusikia kisa hiki, nikajiwa na hamu ya kutaka kujua kwa undani zaidi ya sababu zilizopelekea mwanaume huyu kufanya jambo lililowashangaza wengi. Hivyo nikaamua kufunga safari moja kwa moja kuwatafuta wahusika wakuu wa tukio hili, ambaye ni mwanaume huyo na aliyekuwa mpenzi wake, na hii ndiyo hadithi yao. Kwa jina naitwa Jean-Claude. Jina langu ni Jean-Claude na ninaishi hapa Goma. Naamini kuwa hakuna siri duniani, kila kitu kiko wazi. Hata hivyo, kuongea mambo haya ninaona kama mwiba moyoni mwangu, lakini nitakuelezea mwanzo mpaka mwisho. Siku moja nilitumwa kikazi huko Bukavu. Nilikwenda kwa kutumia usafiri wa majini ambao ulikuwa ni meli. Kwenye meli hiyo nilikutana na msichana aitwaye Linda. Tukaanza kufahamiana, tukala chakula pamoja na pia tulikuwa tukifurahi pamoja. Kwa namna tulivyoelewana, yani nilikuwa nikiona safari ni fupi mno, ingawa ilikuwa ni ndefu. Tulipofika Bukavu, kila mmoja alienda na njia yake, lakini tuliendelea kuwasiliana kila siku kupitia WhatsApp. Hatimaye Linda alionyesha nia ya kunitambulisha kwa wazazi wake. Aliona ndani yangu uwezo wa kuwa mume bora kwake hapo baadaye. Hata hivyo, baadaye alijutia uamuzi huo. Nikaenda nikamkuta Serel, nikafika kwao, nikakuta anaishi tu yeye na mamake. Niliwatembelea kwao na nilishangaa kumkuta mama yake na ndugu zake. Muonekano wa mama yake ulikuwa ukionyesha kwamba umri wake sio mkubwa kihivyo. Nilidhani ni dada yake, na pia walinipokea vizuri sana. Basi kuanzia hapo, kila nilipokuwa nikipata nafasi, nilikuwa nikiwatembelea, na hapo ndipo nilipojikuta nikimpenda Linda. Uhusiano wetu ulizidi kuwa wa karibu kiasi kwamba nilianza kufikiria hata kumuoa. Hapa Afrika, mwanaume mwenye majukumu huheshimiwa sana, lakini siku moja jioni, kila kitu kilibadilika kwa namna ambayo ingemsumbua Claude kwenye maisha yake yote. Siku hiyo aliamua kuitembelea familia ya Linda bila kuwapa taarifa, kama alivyokuwa akifanya mara kwa mara, na jambo lililofuata ilikuwa ni balaa. Niliingia nyumbani kwao, lakini Linda sikumkuta. Nilimkuta mama yake tu peke yake, na jinsi alivyokuwa akinihudumia pale nyumbani, kiukweli nilivutiwa mno. Baada ya muda nikataka kuondoka, lakini yeye alisema kwamba kutokuwepo kwa Linda nyumbani sio kwamba nisiende nyumbani, natakiwa nitembelee vile vile. Na hivyo pia aliongezea kwamba siku yoyote nikiwa na hamu ya kwenda nyumbani hapo, basi nifike tu, kwani hapo ni kama nyumbani kwetu. Kwa hiyo mimi nikaamua kubaki, nikitumaini kwamba Linda hatachelewa atarudi. Mama yake Linda, akiwa amevaa mavazi yaliyobana sana na kuonyesha umbo lake, akaja kukaa karibu yangu. Mwanzoni nilishtuka sana nikidhani kwamba huo ndio utaratibu wao, lakini kumbe haikuwa hivyo. Tukikala tukaongea, anaanza niongeleshe daire. Alianza kuninong'oneza maneno matamu akieleza upendo wake kwangu, lakini nilimwambia wazi kuwa hilo haliwezekani. Nilimuomba aache mara moja, nikisisitiza kuwa nampenda binti yake na hainiingia akilini kabisa kuwa na mahusiano ya kimapenzi na wote wawili kwa pamoja. Nilishangazwa sana na hali hiyo. Kwa mara ya pili mfululizo nilifika na kukuta Linda hayupo, jambo lilonifanya nijiulize kama huu ni mtego au ni jaribio la aina fulani ambalo amekuwa akiniekea ili tu kunikamata. Mama yake alikuwa akionyesha wazi dalili za kunitaka, nami sikuwa na namna yoyote ya kufanya zaidi ya kumkwepa tu. Niliondoka haraka ili kuweza kuepuka matatizo zaidi. Baada ya muda, Jean-Claude aliamua kurudi Goma. Akiwa huko, aliwaambia wazazi wake kuwa alikuwa amempata mchumba na alikuwa tayari kumuoa. Habari hii iliwasisimua sana familia yake na wale wote waliokuwa na furaha kumuona akiingia rasmi katika utu uzima. Hata hivyo, baada ya siku chache alihisi kulazimika kurudi Bukavu ili kukutana na Linda.
masimu watushekala sisi asichunga watushekala na madame mpalentu. Linda na mimi tuliishi pamoja na baada ya miezi 6 tulianza mipango ya harusi. Upendo wetu ulikuwa wazi kwa kila mtu. Kila kitu kilionekana kuwa sawa na ikafikia kipindi mama yake Linda akasema kwamba anataka kututembelea. Mwanzoni nilikataa kwa sababu ya tabia yake ya awali alikuwa akinifanyia, lakini Linda alihuzunika sana kwa mimi kukataa kwangu kumkaribisha mama yake, na mbaya zaidi ni kwamba sikuweza kumwambia sababu ya mimi kukataa. Mwishowe nikakubali na mama yake akakaa nasi kwa wiki 2. Siku moja ambapo sikuwa kazini na Linda alikuwa ameenda saluni, nilikutana na mama yake katika hali ya utata sana. Nilishindwa kabisa kuzuia mapenzi yake. Mwishowe tukawa na uhusiano wa kimapenzi, na mbaya zaidi Linda alitukuta. Aliumia sana kwa usaliti huo kiasi kwamba aliamua kuondoka na kuniacha nikiwa na mama yake kwenye utata usio wa kawaida. Baada ya kusalitiwa kwa kiwango cha juu na wale aliowategemea, Linda alijifunza somo muhimu kuhusu imani. Alichagua kubaki kimya kuhusu kilichomtokea. Hakumwelezea mtu yeyote undani wake. Leo ni siku ya kipekee kwa sababu ameamua kufunguka kwa mara ya kwanza kwa yale yote yaliyotokea. Niliwezaka jirakontre na garçon. Nilikutana na mwanaume na tukapendana sana. Kiukweli tulikuwa tunapendana sana kiasi kwamba tukaona kabisa Mungu alituchagua tuwe pamoja. Lakini mwisho wa siku mambo yote yaliharibika. Usaliti kutoka kwa mama yangu na mchumba wangu ulinishtua sana, hali ambayo bado siwezi kuielewa mpaka hii leo. Nilihisi kunyong'onyea sana na kukosa la kusema, na baada ya hayo nilikuwa nikiongea mwenyewe nikisema kwamba au mateso nimeumbiwa, maana sikuona hatima nzuri juu ya maisha yangu. Kutokana na kitendo hiko mambo kwangu yakawa magumu kihisia. Nilifikiria hata kujiua kutokana na yale yote yaliyokuwa amenikuta. Linda alipoteza imani katika mapenzi ya kweli na anaamini kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa yeye kupenda tena. Tulimuuliza ataweza kumsamehe mpenzi wake Jean Claude kama endapo atamrudia na kumwomba msamaha, na hiki ndicho alichojibu: sikuzaliwaka juu mimi nifurahi. Asiwaze hata kuomba msamaha, kwa sababu kila nikizidi kufikiria jambo hilo linazidi kuniumiza moyo wangu. Ningependelea kukabiliana na jambo lingine lolote litakalokuja mbele yangu kuliko kumuona kwenye maisha yangu. Kumkaribisha kwenye moyo wangu ni jambo lisilowezekana kabisa. Vitendo vyake vilionyesha ukatili usioweza kusameheka hata siku moja. Sio yeye tu, hata mama yangu sitamsamehe kamwe. Kwa sasa sina mama, baba wala ndugu wa kumtegemea. Niko na rafiki tu ambaye ndio mtu wangu wa karibu. Inaonekana kama hakuna mtu mwingine anayenijali, ingawa kuna mwanamke mmoja ambaye ninamuita mama ambaye ananipenda sana. Nataka kuwaambia wasichana wengine wanaoishi na mama zao kuwa waangalifu sana na mabwana zao. Martin ambaye ni ndugu yake Jean Claude amekuwa akiuza duka la vifaa vya simu na vifaa vya umeme. Kaka yake naye anahisi kwamba mama mkwe wao atakuwa amemroga Jean Claude ambaye ni ndugu yake. Anaamini kuwa kwa hali ya kawaida kaka yake asingeweza kutenda kitendo kama hiko. Jean Claude aliweza kaoa mamake mkwe. Kile ambacho kaka yangu alifanya kinapingana kabisa na misingi ya familia yetu na kinachukuliwa kuwa laana kubwa mno. Hakuna mtu hata mmoja nyumbani kwetu anayethubutu hata kukizungumzia. Kama alitenda kwa hiari bila kushawishiwa au kulogwa, basi huenda hilo ni kosa kubwa kabisa katika ukoo wetu. Ushauri wangu kwake ni arudi nyumbani na aombe msamaha kwa dhati, hasa kwa baba yetu. Ametutia aibu sisi wote katika familia. Tunahitaji kumwona akijirekebisha na kuwa mtu bora zaidi. Jean Claude alipitia nyakati ngumu baada ya uhusiano wake yeye na mama mkwe kufichuliwa. Familia yake ilimkana kabisa. Alipoteza kazi na mke wake pia alimwacha. Akiwa hana chaguo jingine, alijikuta akiishi na mama yake mkwe licha ya kutokuwa na mapenzi naye. Tulikuwa naye, alikuwa anionyesha mapenzi yake kukurai. Mama mkwe wangu ndiye mtu pekee ambaye alikuwa karibu na mimi siku zote hizo, jambo lililonifanya niamue kukaa naye tu. Na kiukweli nisidanganye, aliweza kuchukua nafasi ya mke, lakini moyoni mwangu nilihisi upweke kwa sababu siku zote nilikuwa nikimfikiria Linda ambaye alikuwa ni mwanamke pekee niliyempenda kwa dhati. Kama Linda anasikia haya maneno ninayoongea, nataka ajue kuwa nampenda sana kwa moyo wangu wote. Niko tayari kumpokea tena maishani mwangu siku yoyote ile atakayojisikia kuja kwangu. Najutia sana kwa kile nilichokifanya. Kutokana na kitendo kile kilikuwa ni cha aibu, niliamua kumwacha mama yangu mkwe na nikahama mji kabisa.
Leo hii Jean Claude anafanya kazi ya ushonaji akifuata nyayo za wazazi wake wote wawili. Kupitia kazi hii anapata kiasi kidogo kinachomtosheleza kwenye maisha yake. Ndoto yake kubwa ni kwamba siku moja aje kuwa designer maarufu wa mavazi. Anatamani kuifanya familia yake ijivunie juu yake na anaamini siku moja mambo yote yatatimia. Kushona kumekuwa kimbilio lake na tumaini lake la ukombozi baada ya adha aliyokuwa akipitia hapo mwanzoni. Anatamani sana kufanikiwa juu ya kazi yake ili aweze kubadilisha maisha yake. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, tumeweza kusikia kisa cha Jean Claude pamoja na mke wake bila kumsahau mama mkwe wake. Je, ukiwa kama mtazamaji una kipi cha kuongea juu ya tukio hili? Tuwekee komenti yako na tutaijadili. Asante kwa kutazama. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.